Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa katika chaneli hii ya Baba Sam the King Tanzania TV channel. Mtunzi wako ni mimi mwenyewe Hasdi02 Baba Sam the King, ambaye ndiye mtunzi na ambaye ninayekusimulia simulizi hizi. Kama hauja subscribe channel hii, unaweza ukasubscribe kwa jina la Baba Sam the King Tanzania TV channel. Moja kwa moja ukawa wa kwanza kabisa kuzipata simulizi ambazo zinazoendelea kutolewa katika kituo hiki. Karibuni tena katika simulizi yetu mpya ambayo inaitwa Mchumajanga hula na wakwao. Lakini kwa sasa, kabla hatujaianza simulizi yetu mpya, nipende kuwaomba radhi kutokana na kwamba simulizi yetu ile inayoitwa Kambi la Mizimu haitaweza kuendelea kwa sababu ambaye aliyekuwa akitoa mkasa huo na hatimaye tukawa tunautengeneza kwa ajili ya kutengeneza kitu ambacho kinaitwa, kwa hali ya kawaida huwa wanakiita sini, au wengine wanasema yani ile story yenyewe ambayo inayotakiwa kutengenezwa. Kwa hiyo yule mtu ambaye aliyokuwa kitupatia, manake alienda kijijini na hatimaye kidogo mtandao kama umepotea, na yeye ndio aliyokuwa kitupa huo mkasa mzima wa kutengenezea script. Kwa hiyo kwa vile hayupo, manake hiyo simulizi haitaendelea tena, lakini mkija kuona inaendelea msije mkashangaa, kwa sababu atakuwa amerudi na tayari tutakuwa tumepewa script, tumeshajua namna ya kuweza kufanya, kwa sababu simulizi nyingi huwa ninasimuliwa na watu ambao wako tayari simulizi zao ziende hewani ili wanajamii waweze kujifunza, na hapo ndipo ambapo mnaona ninazisimulia, kwa sababu mimi ninakuwa ni mtunzi ambaye ninajua fasihi, namna ya kuweza kuitengeneza simulizi hiyo ili iweze kwenda hewani na uweze kusikia, uweze kujifunza kutokana na yule msimuliaji ambacho alichokikusudia. Kwa hiyo niwaombe radhi sana, hiyo simulizi yetu ya Kambi la Mizimu haitakuwepo kwa sasa, lakini inaweza ikarudi kama endapo mambo yatakaa sawa. Lakini kwa hali kama hii tuseme ipo nje ya uwezo wangu, na tuendelee kupata simulizi nyingine ambazo zitakazoendelea. Lakini huko mbeleni, endapo itakuja, basi nitawajulisha katika episode namba 8 ambayo itakayokuwa inafuata ndani ya Kambi la Mizimu, kwamba tutakuwa tumeirudisha, kwa sababu ilikuwa imebakiza vipande vichache sana, 3, lakini haikuweza kumalizika kwa sababu shida ndiyo hiyo ambayo imetokea. Msimulizi ambaye anatufanya sisi tuweze kupata hiyo simulizi yake kwa kilichomtokea, manake amesafiri kwenda vijijini na hatimaye hapatikani tena, manake kuna matatizo ambayo yamemkuta, na ndiyo maana akaamua kutokupatikana, na hatimaye hata kwenye simu hapatikani. Kwa hiyo tutakapompata na hatimaye tukasimuliwa, moja kwa moja tutatengeneza script, hatimaye simulizi yetu ya Kambi la Mizimu ambayo ni simulizi kwa muundo wa maigizo itaendelea. Sasa karibu tuanze simulizi yetu mpya ambayo inaitwa Mchumajanga hula na wakwao.
Ni katika kijiji kimoja ambacho kinaitwa Kibenze. Katika kijiji cha Kibenze kuna mwanaume mmoja wa makamo mwenye umri wa miaka 44 ambaye alikuwa anaitwa Bwana Wavuti. Bwana Wavuti huyu alikuwa na mke wake. Mke wake huyu alikuwa akiitwa Zanura. Kwa hiyo mke wake alikuwa akiitwa Zanura. Walikuwa wakiishi katika hicho kijiji cha Kibenze kama namna jinsi nilivyosema. Lakini moja kwa moja huyo mwanamke alibahatika kupata mtoto mmoja tu wa kike ambaye walikuwa wakimuita Filomena. Kwa hiyo huyo mtoto wake alikuwa akiitwa Filomena. Na wakati anajifungua, manake wakati anamuoa, yani huyu Bwana Wavuti kumuoa huyu bidada wa kuitwa Zanura, manake alimuoa kwa sababu alikuwa na biashara ambayo alikuwa anaitembeza, biashara ya viatu. Kwa hiyo alikuwa hana biashara ambayo ni ya kukaa hapo hapo, bali alikuwa akitembeza hapa na pale ili kuweza kupata wateja. Kwa hiyo kwa vile vilikuwa ni viatu vya kike, alikuwa akipata wateja mbalimbali wakiwa wanakuja kununua kwake, kwa sababu alikuwa anawapitishia, kama tuchukulie kama wale wale wa Dar es Salaam ambao unakuta wanakopesha vyombo na vitu kama hivyo. Wengine wanakopesha redio, manake unakuja unalipa baadaye. Kwa hiyo Zanura huyu alikuwa ni binti ambaye alikuwa anapenda kulipa mapema. Alikuwa hapendi kabisa kumlimbikizia deni, kwamba ana uwezo wa kukopa viatu na hatimaye kakaa kwa muda mrefu. Hapana, alikuwa akipata moja kwa moja, alikuwa akilipa kwa muda mwafaka. Hapo ndipo ambapo moja kwa moja walianza kuzoeana, na baada ya kuzoeana wakiwa kama wateja, mmoja mteja mwingine muuzaji, hatimaye Bwana Wavuti ndipo ambapo alipoanza kuona ishara za binti Zanura akiwa anajaribu kumfanyia vitu ambavyo hakuvielewa, kwa sababu alikuwa akikaa pengine akipita katika mtaa huo akienda na kuwauzia viatu watu wanawake mbalimbali. Akifika pale tu kwa Zanura, maanake nyumbani kwa mzee Kabindi, moja kwa moja huyu Zanura alikuwa anapenda sana kumkaribisha, na hatimaye akija, maanake kutokana na mzee Kabindi alikuwa ni mkulima wa vitu vingi sana. Kwa hiyo anapokuwa amefika Bwana Wavuti alikuwa hawezi kutoka bila hata kula ugali au kupikiwa chochote kile, aidha karanga mbichi, kama wakati huo ni wakati wa karanga. Alikuwa hapendi kabisa Zanura huyu Bwana Wavuti atoke pale bila kupata hata kifungua kinywa au zawadi ya aina yeyote. Wakati anapita, kuna wakati mwingine ambapo alianza kuona viashiria kwamba anapokuwa anapitisha pale viatu, moja kwa moja anakuwa Zanura anajinunulisha vile viatu, ananunua viatu pale, alafu anakuja anamkabidhi fedha ambayo imezidi. Kumbuka yeye anauza kwa mkopo, lakini kwa muda huo mwisho wa siku akawa naona Zanura analipa fedha ya viatu ambayo imezidi. Viatu alivyosema kwamba ni shilingi 8,000, manake kwa mkopo vitakuwa shilingi 12,000, kwa sababu huwa wanafanyaga hivyo kwa sababu ya riba ile ya kuweza kumsubirisha kuipata fedha yake kwa wakati. Kwa hiyo hapo moja kwa moja alikuwa yeye akinunua na kumpatia pesa, kwa sababu yani ananunua hapo hapo, anapewa viatu, anamwambia
mimi nataka nikope viatu, na hatimaye akijaribu kumkopesha, ile anataka kumwandika katika kile kitabu ambacho wanatembea nacho sasa kwa ajili ya kujua kwamba amekopa ndani ya miezi mingapi au ndani ya mwezi au wiki atakuwa amemaliza fedha. Moja kwa moja namkataza, na hatimaye anaingia ndani, anachukua pesa 12,000 wakati hapo na hapo inatakiwa ununue shilingi 8,000. Anampatia 12,000, anasema ndio hivyo nimekopa. Kwa hiyo wakawa na utani, wakawa wanaendelea kutaniana hapa na pale, na mwisho wa siku ndipo ambapo walipoweza kuzoeana, na hatimaye Zanura akawa moja kwa moja ni mke halali wa mzee Wavuti, kwa sababu walifikia kipindi ambacho walipendana moja kwa moja, na hatimaye wazazi wake na Wavuti wakaja moja kwa moja wakazungumza na Bwana Kabindi pale kwa kina Zanura, ili Zanura aweze kuolewa moja kwa moja na Bwana Wavuti. Baada ya kumuoa moja kwa moja walitoa mahari wale wazazi wake na Bwana Wavuti, ambaye babake alikuwa akiitwa Gashero. Bwana Gashero akaja katoa mahari vizuri kabisa, na hatimaye Zanura sasa mambo yakawa yameiva. Baada ya mwezi mmoja wakafunga ndoa kabisa, moja kwa moja wakaishi katika maisha ya ndoa. Ndo akawa wamempeleka, na kweli Zanura alionyesha utii, na hatimaye akawa ndiye mwanamke ambaye ni mtiifu zaidi, ambaye alipendwa sana na Bwana Wavuti. Moja kwa moja baada ya kuoana sasa, wakiwa wanaendelea kuishi katika maisha yao, na yeye akiwa anajaribu kumsaidia kuuza viatu pale pale nyumbani, kwa sababu hakumruhusu Zanura na yeye au anatembeza, hapana, bali aliyokuwa anatembeza ni Bwana Wavuti yeye mwenyewe, ndo aliyokuwa anatembeza hivyo viatu. Lakini Zanura alimfungulia kiuchanja kidogo kama kimeza hivi, akawa amekaa nyumbani akiwa anauza viatu vya kike hapa na pale, lakini ukopeshaji ulikuwepo pale pale. Kwa hiyo kwa vile Bwana Wavuti alikuwa anaishi karibu na barabara, manake moja kwa moja watu walikuwa wakipita, wanawake wakivipenda viatu vingi ambavyo vingine vilikuwa na maua, vingine vilikuwa vya kawaida, manake moja kwa moja alikuwa akiwauzia. Naam, mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya kwanza ya Mchuma Janga Hula na Wakwao imeishia hapa. Tumemuona tayari Zanura ameolewa moja kwa moja na Bwana Wavuti katika kijiji cha Kibenze. Je, unafikiria Zanura ataweza kubadilika ili awe mwanamke mbaya? Na ni kitu gani ambacho atakachoendelea kukiboresha kwa mwanaume wake ili aweze azidi kumpenda? Hii ni sehemu yetu ya kwanza ya Mchuma Janga Hula na Wakwao. Amechuma janga gani na ni nani huyo? Endelea kuifuatilia simulizi hii, itakapofika huko mbele utajua ni nani kachuma janga na kala na Wakwao. Twende pamoja. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King. Niseme sehemu ya kwanza ya Mchuma Janga Hula na Wakwao imeishia hapa. Tukutane sehemu ya pili ya simulizi hii. Asante kwa kunisikiliza. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.